Dakika chache zilizopita nimetoa ripoti kuhusiana na klabu ya Al Ahly kupitia bodi ya wakurugenzi ambayo ilikaa leo saa 5 asubuhi pale Gezira kwenye shehia ya Zamalek ambapo ndipo maskani yao ilipo. Kwenye viwanja vile vya Eltet imekubaliana kwa pamoja kutopeleka timu uwanjani kwenye mchezo wao dhidi ya Zamalek ambao unatarajiwa kufanyika leo majira saa 3:30 kwa saa za Misri, saa 4:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Sababu kubwa ni demands ambazo zilikuwepo, lakini pia kanuni ambayo imekuwa ikiongoza tangu mwanzoni mwa msimu walipofikia makubaliano rasmi kwamba kwenye michezo yao yote ambayo inawahusisha hizi timu kubwa watakuwa wakitumia waamuzi kutoka nje. Mchezo wa duru ya awali ambao ulifanyika pale Stade Kahira ama Cairo International ulishuhudia waamuzi kutoka nje ya Misri wakitumika kwenye mchezo huo, lakini kinyume na ilivyokuwa makubaliano, chama cha soka EFA pale nchini Misri hakikutaka kutii hayo makubaliano kwenye mchezo huo wa marejano, na hivyo kutoa mwanya wa kigugumizi cha kikanuni juu ya namna gani ambavyo Ahli pamoja na Zamalek wenyewe wanaenda kushiriki kwenye mchezo huo. Zamalek wapo tayari dabi ipigwe hii leo, lakini Ahli wamesema hakuna nafasi ya mchezo huo kupigwa kwa sababu kumekuwa na mlolongo na msururu na mdororo wa maamuzi ya hovyo kwenye ligi kuu nchini Misri. Mambo mengi ya hovyo yanajadiliwa na klabu ya Al Ahly, amelalamikiwa pia na klabu ya Al Masry ya maskani yake pale Portside, lakini pia klabu ya Al Ismailia ya Ismail yenye maskani yake pale Ismailia nayo ilikuwa ikilalamikia maamuzi hayo kama ilivyokuwa kwa Al Al-Geish ambao nao kuna nafasi walipata ya kuzungumzia maamuzi hayo. Nini kinachokwenda kufuata? Bodi imekubaliana kuwa ikiwa madai yao yatapuuzwa ama Ahli itatupiliwa mbali madai yao ya kutopeleka timu uwanjani hii leo, basi ni wazi hawataendelea kushiriki ligi kuu nchini Misri na watajitoa rasmi kwenye ligi ya nchi hiyo. Lakini pia bodi ya wakurugenzi ya Al Ahly inatoa angalizo kwamba hakutakiwa kupuuzwa. Pale nchini Misri kuna umoja wa vilabu kama ilivyokuwa kwa barani Afrika, ambapo sasa hivi kuna shirikisho la umoja wa vilabu barani Afrika, lakini kwa pale nchini Misri tayari limekuwepo kwa muda mrefu na huwa linafanya kazi kwa niaba ya clubs. Ni kama bodi ya ligi kwa huko. Wao wamekuwa wakipuuza hayo maelekezo ambayo walikubaliana ama hizo kanuni ambazo walikubaliana tangu awali, na klabu ya Al Ahly haioni kama kuna nafasi nyingine ya kufikia mwafaka na inaendelea kuathiri tu mbio zao za ubingwa, lakini pia inaendelea kuziathiri timu nyingi. Hakujawa na usawa kwa mujibu wa Al Ahly, na sasa ni rasmi kwamba dabi ya Cairo ina 90% za kuota mbawa. Mpaka muda huu tunapozungumza kikao kinakaliwa pale EFA. Uzuri wa ofisi za EFA na ofisi za Al Ahly wamepakana ukuta tu, uzio. Yaani ukitoka ofisi za chama cha soka nchini Misri, kituo kinachofuata ni ofisi za klabu ya Al Ahly. Si hata pa kutembea dakika moja, ni nusu sekunde tu umeshafika kwenye geti la Al Ahly. Sijui itakuwaje, lakini wapo kuhakikisha wananusuru dabi hiyo ichezwe ili kuweza kuhakikisha basi wanathamini kile ambacho mashabiki wamekilipia tayari. Mauzo ya tiketi yale yaliyopaswa kufanyika yalishakamilika saa nyingi na tayari watu walishanunua kwenye website. Itakuwaje? Ni either walete waamuzi kutoka nje ya Misri, tena nje ya Afrika, ama wakubali kusogeza mbele. Nini EFA watafanya? Sio sumu.